Mnapokuwa kwenye ndoa, mmejaliwa mtoto au watoto. Mtoto anapofika umri wa miaka 2 mpaka 2.5, usilale naye chumbani. Watoto, ukilala chumbani na mtoto, anaweza kuharibu ndoa na kuvunja kabisa ndoa bila nyie kujua. Mtoto unapolala naye kitandani kwako, mtoto mwenye miaka zaidi ya 2, kwanza anaondoa yale mahusiano yenu kama wanandoa. Mnamuogopa, kwa hiyo mnaishi kama roommates pale chumbani. Yaani baba analala huku, mama analala huku. Hata yale mambo yale ya binafsi ambayo mke na mume kama wanandoa mnayafanya mkiwa faragha, mtoto akiwepo pale hamfanyi. Inatengeneza hofu na stress na depression kwa mwenza mmoja, hasa baba ndo mwathirika zaidi. Kwa unapokuwa kwenye ndoa, Mungu amewajalia mtoto mtafutieni mazingira ya kulala sehemu tofauti na nyie wanandoa. Hata kama mtalala naye, lakini iwe mara moja. Mkilala naye kila siku anaweza kuua ndoa. Hisia zitaondoka kabisa, mapenzi yatakosekana kwa sababu ile faragha yenu kama wanandoa inakuwa haipo. Kwa hiyo mnapokuwa na mtoto, hakikisheni mnamtenga usiku muda ya kulala. Acha mumeo awe na uhuru na wewe, kuwa na uhuru na mumeo, kushare maneno. Kuna maneno ambayo mtakuwa na mipaka nayo mtoto anapokuwa hapo chumbani. Kuna vitu ambavyo hutofanya kwa kuhofia mtoto yupo. Sasa kwa uhai wa ndoa ni hatari sana. Mwisho wa siku mazoea hujenga tabia. Tulinde ndoa zetu. Malezi ya watoto bila wazazi wawili ni magumu sana. Tujitahidi tulinde ndoa kwa kadri tunavyojaliwa kina mama. Mwache mtoto alale peke yake chumbani kwake huko. Usilale na mtoto kila siku, unamweka baba mbali, nyie kama wanandoa mnawekana mbali, na ni hatari kwa afya ya ndoa.